Kwa nini watoto wengi wakishamaliza mafunzo yale wanayoyapata katika Sunday school, kwa nini watoto wengi wakishamaliza ile shule ya watoto hawarudi tena kanisani, hawapendi tena kanisani? Andaa moyo wako kwa ajili ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu kupitia kwa mtumishi wa Mungu Lawi Mshana. Mafundisho yake yameinua wengi kiroho, kihuduma na kimaisha bila mipaka yoyote ya kimadhehebu. Karibu sana na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Napenda leo kufundisha ujumbe ambao kichwa chake ni huduma ya kiroho kwa watoto. Huduma ya kiroho kwa watoto. Tunajua wote kama kanisa tuna wajibu wa kuwafikia watoto kama wazazi, hata wale ambao wana wajukuu, hata wale ambao ni walimu wa watoto. Tunalo jukumu kubwa la kibibilia la kufahamu kuhusu huduma ya kiroho kwa watoto. Kwanza napenda nikupe sifa chache kuhusu mwalimu wa watoto. Anatakiwa awe na sifa gani? Ikiwa na maana kwamba hata mzazi anaweza akawa mwalimu kwa mtoto wake, lakini hasa pia hata wale wanaofundisha watoto kwenye ngazi mbalimbali au kwa viwango mbalimbali. Sifa ya kwanza ni ushuhuda safi kikristo. Unatakiwa kuwa na ushuhuda safi katika Yesu Kristo. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu sana, au sifa ya kwanza muhimu sana kwa mwalimu. Lakini vile vile tunda la Roho. Tunda la Roho ni la muhimu kwa sababu tunda la Roho kuna sehemu inasema kuna upendo, furaha, amani, uvumilivu. Ili kuweza kuvumiliana na watoto na kufahamu kwamba mambo wanayoyafanya mengine sio makusudi, ila ni kwa sababu ni uchanga au ni utoto ndio unasababisha wawe namna ile. Lakini pia ujuzi wa somo. Mwalimu anahitajika aelewe vizuri somo analolifundisha, alifahamu vizuri, ajiandae vizuri ili kwamba aweze kulitoa lile neno kama linalotokea moyoni mwake na sio linalotokea katika maandishi fulani tu. Lakini pia mwalimu anahitajika kuwa na ujuzi wa tabia. Afahamu tabia za watoto. Afahamu watoto wana tabia gani wanapokuwa kwenye umri fulani, tabia zao zinakuwa za namna gani. Kwa sababu anapokuwa hafahamu tabia, hataweza kuwasoma watoto na kuona kwamba huyu mtoto ni msaidieje. Mara nyingi wazazi tumekuwa wakali au tumeweza kuwakosesha hata watoto wakati mwingine kwa kushindwa kufahamu mabadiliko ya tabia kwa watoto.